Forima Kipolineta simulizi. Nimemuua mke wangu. Karibu kwenye sura ya pili, sehemu ya pili ya simulizi yetu. Baada ya kuona maisha ya furaha na upendo, tuliona mwanamke ameanza kubadilika. Je, nini kiliendelea? Kabla ya kuendelea, tafadhali subscribe, like na comment. Maoni yako ndio yanatupa nguvu ya kuendelea. Leo tunarudi kwenye simulizi yetu iliyojaa maamuzi magumu na ukweli uliofichwa. Baada ya muda kupita, mwanamke alianza kubadilika na kuishi maisha ya kumchukiza mume wake. Aliaga kwenda kwa marafiki kwa ajili ya vikao, akarudi amechelewa, na mwanaume alipohoji, hakuna jibu alipewa ila ukimya na kejeli. Alianza kuomba vito na mavazi ya thamani. Alitamani mavazi ya heshima. Alitamani kuishi kwa namna ambavyo asingelihitaji kujieleza na kujitetea mbele ya marafiki zake. Kwa muda, mwanaume alijikaza, akafanya kazi kwa bidii ili kukidhi mahitaji ya mke wake. Ila bado kila alilofanya ni kama alikuwa akijaza maji katika kikapu au ndoo iliyopasuka. Hakukuwa na shukurani, kulikuwa na maswali. Mwanaume alijaribu kujieleza kutokana na hali yake ya kiuchumi. Yeye alimbeza kwa kejeli, na alipojaribu kusema sio sasa, kulikuwa na machozi. Hapo ndipo sauti yake. Mke wake hakuwa mtu wa kukaa na kusikiliza kwa muda mrefu. Alikuwa anasikia lakini hasikilizi. Kwa upande wake, aliona mwanaume akijaribu kumzuia kufika maisha aliyoyaona yanawezekana. Hakujiona kama mwenye makosa, hakujiona kama mke mbaya. Alijiona kama mtu aliyepigania kile anachostahili. Nyakati ngumu zilipokuja, kama zinavyokuja katika maisha ya kila familia, mwanaume alitarajia waishi kwa subira, kwa kupanga upya. Mwanamke hakujua kuishi hivyo. Aliona nyakati ngumu kama dharura binafsi. Aliona kukosa kama fedheha. Aliona subira kama udhaifu. Ndani ya nyumba, maneno yalianza kubadilika. Mara ya kwanza yalikuwa ya utani, baadaye yakawa ya kulinganisha, hatimaye yakawa ya kudharau. Nimeolewa kwa jina tu. Watu wanaona uko juu, lakini mimi naona huna kitu. Maneno hayo hayakusemwa mbele ya watu, yalisemwa usiku, mlango ukiwa umefungwa. Hakukuwa na mashahidi, na mwanaume alichagua kunyamaza, akiamini kunyamaza ni sehemu ya uongozi wa familia. Lakini kunyamaza kulianza kumgharimu. Kulikuwa na siku alipoteza dili muhimu kwa sababu ya ugomvi uliochukua akili tangu asubuhi. Watu walianza kumtilia shaka kwa sababu alionekana amechoka, amechanganyikiwa, na hakuwa yule mtu thabiti waliyemzoea. Alijaribu kueleza nyumbani, alionekana anajitetea. Alijaribu kueleza nje, alionekana kama anayelalamika. Hakuna aliyekaa naye chini kumuuliza anapitia nini hasa. Kulikuwa na matumaini madogo yaliyomfanya amini bado kuna nafasi ya kujenga upya. Lakini kila alipojaribu kuanzisha mazungumzo ya kubadilika, jibu lilikuwa lile lile: kulia, kukasirika au kugeuziwa lawama. Hapo ndipo mwanaume alianza kujifunza jambo moja gumu sana: sio kila anayekuonyesha uso mzuri yuko tayari kubadilika. Na sauti yake taratibu ikaendelea kuzama. Alijaribu kuzungumza na marafiki,
aliwachagua wachache, wale aliowaamini, wale waliomjua kabla ya ndoa. Alizungumza kwa vipande, akihofia kumvua mke wake heshima, lakini hata hivyo, alipoanza kueleza, maneno yalimtoka kama mzigo uliokuwa umebeba kwa muda mrefu. Marafiki walimsikiliza, walitikisa vichwa, walimpa ushauri wa kiume: vumilia, punguza maneno, jenga zaidi. Walimwambia ana nguvu, anaweza, lakini hakuna aliyesema hii unayopitia si sawa. Hakuna aliyesema unahitaji msaada. Kadri siku zilivyopita, athari za ndoa zikaanza kuonekana wazi nje ya nyumba. Alijikuta akifanya kazi sio kwa ndoto, bali kwa kuzima moto, na bado sauti yake haikusikilizwa. Mke wake kwa upande wake alibaki yule yule mbele ya watu, mpole, mwema, mwenye subira. Ndani hakujiona kama mtu anayehitaji kujifunza. Hakujiona kama anavuka mipaka. Aliona kila kitu kiko sawa kwa sababu alikipata alichokihitaji. Hapo ndipo mwanaume alipoanza kukata tamaa kwa ukimya. Hakupiga kelele, hakulalamika tena. Alianza kubeba maumivu yake peke yake, akiamini labda huo ndio wanaume, kuanguka kimya. Lakini kimya kilikuwa kinamla. Hatimaye ile siku ngumu ikawadia. Hakukuwa na ishara, hakukuwa na ugomvi, hakukuwa na mlipuko hasira uliotangulia. Siku ile ilianza kama siku nyingine nyingi. Mwanaume aliamka mapema kuliko kawaida. Alikaa kitandani kwa muda mrefu kidogo, akitazama ukuta bila kufikiria jambo lolote kwa makusudi. Alikuwa amechoka kufikiria, mawazo yalikuwa yamemchosha kuliko kazi. Alisimama, akaoga, akavaa taratibu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, hakuwa na haraka. Hakuhisi presha ya kuchelewa, hakuhisi hofu ya makosa. Kulikuwa na utulivu wa ajabu ndani yake. Ule utulivu ambao hauleti faraja, bali unatangaza mwisho. Alisali. Haikuwa sala ya kuomba mabadiliko, haikuwa sala ya kulalamika, ilikuwa sala ya toba.